Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imetoa onyo kali kwa Iran huku Tehran ikisema hizo ni porojo tu. Israel imeionya Iran kuwa itafanya kile ilichokifanya katika kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza baada ya shambulizi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion lililofanywa na waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. Israel imeionya Iran kuwa inaweza kuikabili vikali kwa njia ile ile ilivyoshughulikia kundi la wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza kufuatia shambulizi lililofanyika katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen ambao wanadai kwamba huungwa mkono na Tehran. Hili linakuja huku kukiwa na hatua nyingine za Israel dhidi ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, likiwemo kufungwa kwa shule zake 3 katika Yerusalem Mashariki. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Iran itawajibika moja kwa moja kwa shambulizi la karibu katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion, akisema ni wazi kuwa Iran ndio inayowafadhili Wahouthi kwa silaha na fedha. Katika taarifa yake alisema kilichofanywa kwa Hezbollah huko Beirut, kwa Hamas huko Gaza na kwa Assad huko Damascus tunaweza kukifanya Tehran. Katz alisisitiza kuwa Israel haiwezi kuvumilia mashambulizi yoyote kutoka kwa wapinzani wake na ikaweka wazi kuwa itachukua hatua kali dhidi ya tishio lolote kwa usalama wake wa kitaifa. Katika kujibu shutuma hizo, serikali ya Iran imekanusha vikali kuhusika na mashambulizi ya waasi wa Kihouthi dhidi ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv. Tehran imeeleza kuwa hatua hiyo ni propaganda ya kisiasa inayolenga kuchochea vita vya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Vikosi vya Israel hata hivyo vinadaiwa kwamba vimefunga shule za Umoja wa Mataifa huko Yerusalem Mashariki. Wakati hali ikiwa tete katika upande wa kijeshi, Israel imechukua hatua za ndani kwa kufunga shule 3 zinazoendeshwa na Umoja wa Mataifa katika eneo la Yerusalem Mashariki. Hatua hii inakuja miezi michache baada ya tangazo la kupiga marufuku shughuli zote za shirika hilo ndani ya eneo hilo kuanza kutekelezwa rasmi. Katika tangazo la serikali kuanzia Mei 8 mwaka 2025, UNRWA imepigwa marufuku kuendesha taasisi zozote za elimu, kuajiri walimu au kuendesha shughuli yoyote ya shule. Aidha, wanafunzi wamezuiwa kuingia shuleni, jambo linalozua taharuki miongoni mwa jamii ya Wapalestina. Fahed Katousa, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya wavulana ya Shuafat, anasema kufungwa kwa shule wakati mwaka wa masomo unatarajiwa kuisha Juni 20 kunaacha pengo kubwa katika elimu ya watoto. Tuna matumaini kwamba uamuzi wa kuzifunga shule utaondolewa kwa sababu huu ni uamuzi usiokuwa wa haki kwetu, kwa wanafunzi na wazazi wao, walimu na kila mtu anayefanya kazi katika shule hii, anasema. Mkurugenzi wa UNRWA katika ukingo wa Magharibi, Roland Frederick, amesema vikosi vya Israel vilivyojihami kwa silaha vilizingira shule ya Shuafat mapema siku ya Jumatano na kuzuia wafanyakazi wa kawaida wa shule hiyo. Hii ni pigo jingine kwa mfumo wa elimu kwa wakimbizi wa Kipalestina. Katika hatua nyingine, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC imekemea vikali hatua ya Israel kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Mkurugenzi wake Pierre Krahenbuhl amesema hali hiyo inakiuka sheria ya kimataifa ya haki za binadamu. Akizungumza mjini Geneva, Krahenbuhl alisema ni jambo lisilokubalika kabisa kwamba msaada wa kiutu unazuiliwa wakati watu wanahitaji msaada wa haraka zaidi. Hii ni kinyume na misingi ya kibinadamu. Maendeleo haya mapya yanazidisha mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Israel ikiendelea na sera zake za kiusalama dhidi ya vikundi vinavyoungwa mkono na Iran, lakini pia kukandamizwa kwa huduma za kijamii kwa raia wa Kipalestina. Lakini je, hali hii itasababisha mzozo mpya wa wazi kati ya Israel na Iran au kuna fursa ya kidiplomasia huko mbeleni? Dunia inatazama kwa wasiwasi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, nawe usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.